Namshukuru Luba muumba pekee wa kweli ambaye ametuwezesha tena tunakusanyika kwa siku ya leo, na pia kumshukuru mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula 100, mwalimu pekee ambaye kila mara anatulisha chakula hiki cha kiroho. Siku ya leo tutaongelea mada ambayo ni nzuri kama kawaida, na ni mada ambayo walio katika hizo dini zote hawawezi kuifafanua vizuri, kwa sababu kuna siri, kuna mambo ambayo yamefichika ndani mwake. Tema ya leo itahusu siri iliyofichwa ya kitabu cha Yuda sura yake ya kwanza mstari wa 9 ndani ya Biblia za kisasa. Siri iliyofichwa ya Yuda 1:9. Nafikiri wengine watazame inahusu nini zaidi. Tutaenda polepole ili mwende kuangalia vizuri na kuelewa. Maana mkienda katika hicho kitabu cha Yuda yeye, kuna sehemu ambapo watasema kwamba kuna malaika Mikaeli, yeye alienda kumpinga shetani. Alimpinga, hapana kupiga, kumpinga shetani, kwa sababu shetani alitaka kuchukua mwili wa nani? Wa Musa. Hilo andiko limeandikwa ndani ya Biblia za kisasa katika kitabu hicho cha Yuda. Sasa swali ni nyingi sana katika haya maneno ambayo Yuda aliandika katika sura yake hii ya kwanza mstari wa 9, kwa sababu tutajiuliza lengo la shetani mudima bobero mbaye kutaka kuchukua huo mwili wa Musa. Alitaka kuchukua ili afanye nao kitu gani? Je, alitaka kuchukua ili apate kuupagaa? Kwa sababu mwili hapa ina maana tayari Musa ameshafariki kabisa. Sasa yeye anataka kuchukua huu mwili. Je, anataka kuingia ndani ya mwili huu alafu mwili usimame ili aendelee zaidi sana kwenda kuwadanganya watu katika ulimwengu? Hizo zote ni alama za kuuliza, kwa sababu ni maswali ambayo walio wengi hawawezi wakayajibu. Hata ndani ya Biblia za kisasa hawawezi wakalijibu. Sasa nyote mnajua kwamba roho yoyote ile ambayo imeanguka, awe shetani mlima bobe, awe malaika aliyeanguka, demons za kila aina, hakuna yeyote aliye na uwezo wa kuingia ndani ya mwili uliofariki, yaani kuupagaa mwili ambao umefariki wa kiumbe chochote kile. Hilo haliwezekani. Aidha kuingia ili kwamba kuufufua tuseme, na alafu kufanya kile ambacho wanataka kufanya, hilo haliwezekani na haliwezi kuwezekana. Haya mambo lazima muyajue na muyaelewe vizuri. Kwa hiyo viumbe hivyo viovu huwa vinapagaa tu vile viumbe ambavyo viko hai, na sio kila kiumbe, kwa sababu kuna utaratibu ambao upo, ambao umewekwa. Na tena tunaelewa kwamba ili kwamba shetani apate kuja kumjaribu tu, sio kuingia kumjaribu mtu, ina maana kwamba huyo mtu ni mtu ambaye kwa kweli ana mpango ambao unaweza ukabadilisha utaratibu aliouweka yeye shetani mudimavumbi, ili kwamba yeye mwenyewe aje. Ina maana kwamba hizi aina zote za demons, malaika walioanguka, hawawezi tena kulishughulikia hilo swala. Sasa ni yeye mwenyewe ndiye anayeweza kuja ili kutaka kubomoa kile ambacho anajua kwamba kinaweza kikaharibu ule utaratibu ambao yeye mwenyewe alijiwekea. Ndio maana tutaingia kwanza katika Biblia za kisasa, katika kitabu hicho cha Yuda sura yake hiyo ya kwanza mstari wa 9. Nitakuja kuona kwamba kuna mkanganyiko katika maneno ambayo tutaenda kuyasoma, na hivyo ndivyo ilivyo katika Biblia zote, katika tafsiri zote, katika vitabu hivyo vinavyosemekana kwamba ni vya dini. Kuna mikanganyiko ya hali ya juu ambayo walio wengi hawawezi wakayapenya. Yuda 1:9, mimi naenda katika tafsiri ya Ulimwengu Mpya, lakini wengine wanaweza mkaenda katika tafsiri zote zile ambazo wanaweza wakapenya. Inasema, lakini Mikaeli yule malaika mkuu alipopingana na Ibilisi na kubishana naye kuhusu mwili wa Musa,
hakuthubutu kumhukumu kwa kumtukana, bali alimwambia Yehova na akukemee. Yehova na akukemee. Kwa hiyo hawa mashahidi wa Yehova katika Biblia yao wanasema kwamba malaika Mikaeli kwamba ndiye malaika mkuu kwa mujibu wao. Ikiwa kuna aina ya viumbe ambavyo vipo katika ulimwengu wa kiroho, wao wanasema kwamba malaika Mikaeli ndiye wa kwanza kabisa, ndiye malaika mkuu kwa malaika wengine wote. Na mkiingia tena ndani zaidi sana, hao mashahidi wa Yehova wanasema kwamba yeye Mikaeli, kwanza malaika Mikaeli kwa sababu ni mmoja, kwamba ni Yesu mwenyewe. Ikiwa mjaelewa hili, mlielewe. Wao wanasema hivi kwamba yeye tena ndio nani? Ndio huyo Yesu, huyo Mikaeli. Lakini leo likiruhusu, tutaleta mafundisho kuhusiana na Mikaeli mwenyewe ili tuangalie kweli anaweza kuwa huyo Yesu, aweza namna gani. Hilo tunaliacha pembeni. Sasa wanaongea hivi, Yuda ameongea haya. Tunajua kwamba sote katika historia ya Musa alipewa jukumu la kuwatoa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri, lakini alipokuwa njiani wana wa Israeli walitaka wanywe maji, lakini yeye akafanya kile ambacho alichokifanya, ila tatizo ni kwamba alichokifanya hakikumfurahisha ni Yehova Elohim El Shaddai. Kwa hiyo hakumtukuza wakati huo wa maji hapo Meriba gisi wanavyoandika. Na Mwenyezi Mungu akasirika, akasambia okay, kutokana na hayo basi Musa, angalia, si unaona ile nchi ile ambayo maziwa na nini na asali inatiririka katika hiyo nchi, utaichungulia utaiona, lakini hapo haufiki tena. Kwa sababu ya nini? Haukunitukuza katika kipindi hicho. Kwa kazi yote ambayo aliyoifanya tu hapo tu, Mungu akaona nao lazima amalizike, afariki kabisa, hautaingia. Mungu akakasirika, na wakawaambia kwamba kweli ni Mungu aliyefanya nini, Musa alienda akafariki. Ndio nikasema labda ni yeye ndio alimuua, lakini sijui, hakuwa mgonjwa, lakini kutokana hilo akafariki. Sijui alifariki namna gani, alinyongwa, au alipigwa, aliuawa, alipigwa nini, hatujui. Na tena ni Mungu mwenyewe ndiye aliyemzika nani, aliyemzika Musa. Kwa hiyo Mungu alichukua jukumu la kwenda kumzika Musa. Hatujui alifanya namna gani. Watu watasema Mungu ni Mungu bwana, atafanya udongo unatoka alafu hilo. Na hakuna yeyote hadi muda huu ambaye anajua ni wapi ambapo Mungu aliuzika huo mwili wa nani, wa Musa. Hayo ndio maandiko ambayo Biblia yanaongea. Lakini mkisoma katika historia yote ya Musa kuanzia alipozaliwa hadi alipofariki hapo, hili swala ambalo Yuda analolizungumzia hapa hamwezi mkaliona katika Agano la Kale. Sasa alitoa wapi huyu Yuda ili analoliongea hapa? Alilitoa wapi? Nitarudilia tena alivyosema. Lakini Mikaeli, yule malaika mkuu, alipopingana na Ibilisi na kubishana naye kuhusu mwili wa Musa, hakuthubutu kumhukumu kwa kumtukana, bali alimwambia Yehova na akukemee. Sasa ilikuwa namna gani kwamba shetani mlima ubero mbaya apate kuona maiti, mwili wa Musa, wakati ni Mungu mwenyewe aliyemzika na hakuna yeyote hata shetani mlima ube yupo ndani? Alifanya namna gani ili apate kuona kitu ambacho Mungu anaficha na hakuna yeyote ndani ya Biblia? Ni yeyote. Sasa alijua namna gani, alienda kuona umwili namna gani? Aidha ni wakati ambapo Mungu alipokuwa labda bado angali anachimba kaburi, alafu akaona, hatujui. Biblia haina taarifa. Yuda alitoa haya wapi? Basi tunayachia hapo. Wao hawawezi, hao wanaojiita wachungaji hawawezi wakatoa ufafanuzi kuhusiana na hilo. Tunatoka humo tunaingia sasa ndani ya Kalata DMC ili kwenda kuwaeleza kile kilichotendeka kweli kweli, usahihi, kwa nini, na je, ikiwa kweli kweli huyu anaita Musa alifariki, ndio waweza? Hapana, ingawa mafundisho tayari walio wengi wameshayapata, lakini tutaenda kiundani ili mjue mambo mengine ambayo mlikuwa bado hamjajua. Kipengele cha kwanza, ufunuo kuhusu Busi ambaye wataita kwamba ni Musa ndani ya Biblia za kisasa. Hapo kutakuwa ufunuo kumuhusu kwanza. Hichi ndio kipengele cha kwanza. Kabla hatujaongea kuhusiana na mwili nini, twende kwanza kuongelea kwanza mhusika mwenyewe, ni nini kilichotendeka. Kuna ufunuo kumuhusu yeye Busi. Ndio maana tunaenda katika kitabu kwanza cha Dubise, ni ndani ya Kalata DMC, sura yake ya kwanza mstari wa 45
Dubise ni yule ambaye wataita Enoch, aiza Enoki. Sura yake ya kwanza mstari wa 45 inasema hivi: niliona katika wakati ujao wa hali inayoonekana jinsi roho hizi zilivyojidhihirisha katika siku za nyuma, ambao ni wakati wa sasa wa wale wa wakati huu wa wakati ujao. Hey, loba. Narudilia kwanza kusoma kwa sababu inafurahisha sana unaposoma hapa. Wengine unachanganyikiwa sana, hatuelewi mko mbele mko nyuma. Ni kweli, twende polepole. Niliona katika wakati ujao wa hali inayoonekana, hapo inaeleweka vizuri jinsi roho hizi zilivyojidhihirisha katika siku za nyuma, kwa sababu wao wanapojidhihirisha ni wakati uliopita, ni siku za nyuma, ambao ni wakati wa sasa. Kwa yule ambaye atatokelewa, yeye kwake utakuwa ni muda ambao upo wa wakati ujao, lakini ni kwa wale ambao wapo hapo kwa wakati wao utakapokuja. Hii sijui kama mnaelewa, kwani roho anakuja wakati uliopita, lakini kwetu sisi ni wakati uliopo kwa wale waliopo wa wakati wao utakaokuja. Tuseme kwa mfano mwaka wa 2026 nini hivi, ndio maana yake. Hili ndio jambo ambalo analiongelea. Sasa tunaendelea katika nguvu zao zote na mamlaka kwa bosi, yani watamtokea bosi, kuna mabano, wakati wa sasa wa bosi ambao ni wakati uliopita kwa roho. Tena ndivyo wanavyotuelezea vizuri. Ina maana kwamba ujio wa bosi nabii huyu, kuzaliwa kwake, ndugu zangu, kulitabiriwa miaka mamiliati na mamiliati iliyopita, kabla yeye mwenyewe hajafanya nini, hajatokea. Sisemi miaka maelfu, mamiliati ya miaka kabla hajaja. Maana Dubise aliyaona hayo kabla hata gharika haijatokea, kabla mgawanyiko wa vipande vya bara haujafanyika. Dubise alikuwa tayari ameshaona mahono ya ujio wa bosi atakavyokuja katika kipindi chake, katika wakati wake. Maana Dubise aliishi katika kipindi ambapo hata demon zilikuwa bado hazijakuwepo, rangi zingine yeye hakuziona live. Kwa kweli katika mahono aliziona, lakini kuwa nao hivi hakushuhudia hilo swala. Huyu ni Dubise, na ni miaka mamiliati kwa mamiliati iliyopita kabla bosi mwenyewe hajaja. Huo ni ufunuo kwanza kuhusiana na yule atakayekuja, ambaye baadaye wataenda kuongea kwamba sijui alifariki, alafu shetani akapenda kushika huo mwili wake. Na pia sio yeye tu aliyeona hayo, sio yeye tu aliyeongelea kuhusiana na ujio wa bosi, bali ilitokea tena wakati mwingine, kuna patriaki mwingine ambaye naye pia aliona ujio wa bosi. Na huyo ni nani? Ni Sango, ambaye wataita nani? Abrahamu, aiza Ibrahim. Sango katika kitabu cha Sango sura yake ya kwanza mstari wa 98 hadi 104. Narudilia, Sango sura yake ya kwanza mstari wa 98 hadi 104. Inasema namna gani? Na ikafika kwamba jua lilipoanza kutoweka kutoka mbele ya macho yangu, usingizi mzito wa ajabu ulinishika mimi Sango. Nilijikuta nimeshikwa na uchungu, nikitumbukizwa katika giza nene. Kuna mabano, roho wa giza alikuwepo hapo. Alafu tuende kufafanua Sango. Nyote mnajua kwamba alikuwa na uzoefu sana, na alikuwa akizungumza mara kwa mara na Mutatedi. Mutatedi ambaye ni roho anayewaongoza na kuwatawaza walioanzishwa. Sasa ikafika wakati fulani ambapo akaona yuko katika tafakari, akaona ni giza ambalo limeanza kujidhihirisha. Sasa wakati huo ni kitu gani ambacho atakiona na atasikia nini? Ndio maana tunaendelea kusoma. Mutatedi ananiambia kuna nukta mbili unatakiwa kujua hili: sehemu kubwa ya wazao wako itakaa katika uvuli wa bonde la mauti. Itaingia hiyo sehemu katika utumwa mkubwa, chini ya ushawishi wa mnyama mkubwa wa ajabu wa baharini wa kiroho, ambaye ana nguvu kubwa katika ulimwengu wa kichawi. Najua kwamba nyote mnajua hii historia, wataichukua wataiweka ndani ya Biblia za kisasa kuhusiana na nini?
kuhusiana na utumwa wa hao wanaoita kwamba ni watoto wa Israeli waliokuwa katika utumwa nchini Misri. Watachukua, watasema kwamba Farao akawaweka watoto, lakini tunajua kwamba huyo Farao hajawahi kuwepo, na ndio historia ya huyu mnyama wa baharini, kwa sababu ni demoni ya kwanza kabisa kuwepo, kuzaliwa, ndiyo hiyo iliyokuwa imewaweka watu weusi katika utumwa. Hiyo demon ambao wataichukua sasa, watasema kwamba ni nani? Ni Farao. Lakini huu utumwa wa Misri haujawahi kuwepo, na tumeshawahi kuongelea, na kuna video za nyuma sana ambapo tulieleza na kuonyesha kwamba kwelikweli hayaendani, hata hayo maneno wanayoongea hayako sawa. Ndipo sasa ikabidi sasa, kwa sababu Sango hapo tayari yuko katika maono, anaonyeshwa kile kitakachotokea kwa wazao wake hapo baadaye. Kwa kweli unapopata hali kama hiyo, utatetemeka, utakuwa na woga, utaogopa kweli kweli kwa kile ambacho kitatokea kwa wanao. Maana mambo ambayo tunatakiwa kuelewa kwamba kuhusiana na mambo ya maono, kama jinsi Muleli anavyotuambia, unapoona maono kuna mara unahisi kama nawe pia upo ndani. Yaani sio kwamba labda unaelezwa, unaona kila kitu na unahisi kama ni namna ya maumivu za nini, unaweza ukahisi tu kawaida. Yaani unaona ni kitu kama vile labda sio kwamba unaelezwa, nawe pia ni kama vile labda ni mambo ambayo unaona kama mchana tu unatembeza, ndivyo unavyoona wazi wazi kabisa, na rangi na nini, kila kitu, hata harufu unaweza ukahisi, yote yanaweza yakawezekana ikiwa. Kwa hiyo Sango aliona haya, lakini Mutadedi anaendelea kumfunulia na kumwambia kwamba atamponda, yani uzao huo atauponda, kuna mabano, yani kumtawala kimafumbo huyo mnyoka, huyo demon, tuseme hiyo pepo mbaya, kwa kipindi kirefu sana kinachojulikana nasi. Sasa huu utumwa wa kiroho ndio wao watafikiri kwamba labda ni utumwa ambao ulifanyika huko Misri, ambao haujawahi kutokea, na hayo yote walipenda kuficha historia ya watu weusi ili kusema kwamba wao ndio taifa la Mungu nini. Lakini kuhusiana na swala la utumwa unaojulikana kweli kweli ni kuhusiana na watu weusi ambao waliingia katika utumwa huu wa kiroho, lakini hata pia kimwili waliingia katika utumwa ambao watu walio wengi wanaojua na wanaofahamu hadi wakati huu. Mutadedi hakuishia hapo, anasema hata hivyo mnyama mkubwa wa baharini wa kiroho ndio huyu ambaye tumeongelea, ambaye sehemu kubwa ya wazao wako itakuwa chini ya ushawishi wa utumwa, itamlilia tete. Ni sehemu kubwa, sio huyu mnyama, hiyo sehemu kubwa itamlilia tete. Na ni mtopeda mudi, yani nabii mwenye nguvu wa jamii nyeusi, kwa sababu mambo ya kiroho ni swala la rangi, ambaye neno la tete litamwamsha ili kuhukumu mnyama huyo mkubwa wa baharini, na kisha itatoka kwa faraja kubwa. Kumwamsha sio kwamba alikuwa nalala, ndio huyu busi ambaye atazaliwa, ni namna nyingine ya kuzungumza, ili kumwamsha, kumfufua. Hata wanaposema kufufua sio kwamba alikuwa amefariki, ili ni kumzaa, yani atazaliwa katika jamii ya watu weusi katika lengo la kuja kuwaokoa, kwa sababu ilifika wakati ambapo watu weusi walilia, na hicho kilio sio kilio cha mwili, hapana, bali ni roho zao zilizolia sasa, kwa sababu waliona kwamba haya sio mambo tena ya kimwili, bali ni ya kiroho yanawazidi. Na wao katika kipindi hicho walikuwa wanatambua na wanajua kwamba Tite ndiye muumba pekee wa kweli, tofauti na wakati huu. Sisi tulidanganywa na tunafikiri kwamba huo hao ambao tulikuja kuelezwa kwamba ndio ukweli wenyewe, sasa wao ndio wahusika kabisa kuhusiana na umbaji na mambo mengine, lakini wote ulikuwa ni uongo mtupu. Sasa amemaliza kuhusiana na uzao wa Sango, gesi utakavyoingia katika utumwa huo wa kiroho. Sasa atamwambia sasa, ili kwamba asiwe na mawazo ambayo yatamuumiza zaidi, ndipo atamwambia kuhusiana na wewe Sango, utakwenda kwa amani kuungana na mababa mbe wako. Baba mbe yani ni mababu, ndio lugha ya asili. Baba mbe ndio mababu. Katika makao ya walio hai, kuna mabano, yani walioanzishwa. Mwili wako wa kimwili utazikwa baada ya uzee wa furaha. Hivi ndivyo anavyoambiwa Sango. Bado angali anaishi, lakini ameshajua kwamba wewe umeokolewa. Loba, umeokolewa,
angalia, utaenda kukaa hapa, mwili wako utazikwa, utazeheka kweli kweli, uzee mzuri sana, alafu utazikwa, lakini wewe utaenda kuungana na mababu zako waliotembea katika ukweli wa neno la lugha. Ndugu zangu, yani taarifa yote anayo tayari. Hivyo wewe ukiambiwa kwamba utaokolewa, unaweza ukajisikia namna gani? Unaweza ukaanza kutembea hivi no, sio hivi. Lakini yeye hapa, yani ameelezwa, amefurahia kuhusiana na hii. Sasa Mutateji tena akaendelea kusema kwamba wazao wako hawatarejea hapa mpaka kizazi cha 4 kilichojulikana nasi, kwa sababu wasioanzishwa bado hawajapita kipimo katika makosa yao, ili ni wafukuze. Kwa sababu katika mambo yote lazima kuna vipimo, kwa sababu mtu anaweza akatenda kosa, anaona kwamba kila kitu, lakini kuna wakati ambapo ukivuka mpaka, basi imemalizika. Na wengine kabisa ni ulimwengu wa kiroho, ndio unakuja unasafisha kila kitu, unatoa moja kwa moja. Sasa ndio maana Mtazila akasema kwamba ikiwa angali hapo, hakuna chochote ambacho kitatokea kwa sasa hivi, ni kwa sababu bado kipimo cha makosa yao bado akijafanya nini, akijaenea. Na kikienea tu ulinzi utatoka, alafu watafanywa nini? Watapelekwa. Ndio hapo ufukuzwa. Sio kwamba ni Mtazila ndio atawachukua, nendeni, no. Ulinzi utatoka, majambazi wataingia, watafanya watakavyokifanya, watawapeleka sehemu ambao wao wanapojua. Na nyote mnajua kuhusiana na mambo ya utumwa pia yaliyotendeka, lakini hapa tuko katika kiroho, yani ni mambo mengine ambayo yanaweza kujizirizi. Sasa na wakati jua, huyu anaelezea sasa ni nani? Ni Sango. Na wakati jua lilikuwa linatoweka kutoka mbele ya macho yangu, na kukawa na giza kamili, yani giza kamili, ghafla palikuwa na ishara kuu katika anga inayoonekana. Ilikuwa taswira ya kiroho ya nabii Busi. Loba, yani hapa moja kwa moja Sango, ulimwengu wa kiroho uliruhusu kwamba sisi tunachokueleza sio kwamba labda ni mambo ya kufikiri, na yule mkombozi ambaye atakuja utamuona moja kwa moja. Yani akaona taswira ya Busi, akamwambia huyu si ni uzao wako huo, kwa sababu Busi ametokana naye pia, tuseme mmoja wa watoto wako huyu, ambaye tutamtuma atakaye kuja kuwaondoa hao uliowaona katika ujinga huo, katika utumwa wa kiroho. Ndio huyu hapo. Na wewe pia unasema wow, okay, kweli wataumia katika kipindi fulani, lakini watatoka katika hiyo hali. Hiyo inampatia tena faraja, inamsaidia zaidi sana. Sasa Busi hapo hivyo bado hajazaliwa, mambo yameshaongelewa, Busi hajazaliwa. Hicho kilikuwa kipengele cha kwanza kuhusiana na ufunuo kuhusu nani? Kuhusu Busi. Sasa ndio maana kipengele cha pili kitahusu sasa kuorozeshwa kwa tukio la umiliki wa shetani kuhusu Busi. Kuorozeshwa kwa tukio la umiliki wa shetani kuhusu Busi. Hapo tunaingia sasa kiundani, maana wanawaambia kwamba Musa ndani ya Biblia za kisasa hakumtukuza Mungu kwenye maji ya Meriba kama jinsi ilivyosema, na Mungu akamwambia kwamba hautaona nchi hiyo, utafariki, utakufa kabisa. Kwa hiyo alifariki kwa mujibu wao, na Mungu akamzika kama jinsi tulivyoona, na kuna mtu anayejua ni wapi. Lakini shetani mudimabobe, roho mbaya, yeye aliuona huo mwili wa Musa. Sasa Embisane anatuambia kitu gani? Tunaenda katika kitabu cha Embisane, ambaye ni huyu wataita Yuda, ndani ya Kalatandimsi sura yake ya kwanza mstari wa 8 inasema hivi: lakini Mene ndio huyu wanaita Mikaeli. Lakini Mene, kuna mababa, Mikaeli, mmoja kati ya malaika wakuu. Hapa ni usahihi, ni mmoja kati, yes, sio mkuu aza yeye ndio wa kwanza, lakini ni mmoja kati ya wakuu, kati ya malaika wakuu, alipompinga shetani mudimabobero mbaya kuhusu Busi. Kuna mkato hapa, wanaongea kwamba ni kuhusu Busi, sio kuhusu mwili wa Busi. Hapana, kumuhusu Busi, kwa sababu kulingana na ukweli, Busi ambaye wataita kwamba ni Musa hakufariki. Hapana, yeye alinyakuliwa. Hilo lieleweke vizuri. Sasa hapa ndio maana akasema alipompinga shetani mlima bobe kuhusu Busi, hakuthubutu kumrushia matusi, alimwambia tu kimya. Alimwambia tu kimya. Hiyo kimya hiyo tutaenda kuiona. Aiza ukimya
ni nini hasa? Maana unaweza ukamwambia mtu kimya na anaendelea kuongea, si ndio? Bo, twende. Shetani alitaka kufanya kitu gani kuhusiana na Busi? Ni nini alichotaka kweli kweli kukifanya? Sisi tumeona kwamba hakufariki Busi, ni kweli. Sasa anapenda kumpinga, aweza kumzuia Busi kwa sababu ya kitu gani? Alimfanya kitu gani? Hawezi akamtusi kwa sababu Busi ni Busi. Ni kitu gani ambacho kilitendeka? Ndio maana tunaingia sasa katika kipengele cha tatu. Shetani anataka kumzuia Busi, ndio kipengele cha tatu. Shetani anataka kumzuia Busi. Kwa nini? Alimfanyia kitu gani? Tunaenda katika kitabu cha Biala, yaani kitabu ambacho cha Kumbukumbu la Torati, Biala sura yake ya 19 mstari wa 1 hadi 2. Inasema hivi: baada ya matukio hayo, mimi Busi, hapo ameshazaliwa ashakuwa mwanaume, anafanya mambo mimi Busi nilienda peke yangu usiku kwenye mudonguma mindima ilomba, yani mlima wa roho za mbinguni, katika eneo la Mbenge, yani magharibi, la Wasi Mutunga, yani Afrika ya Kati. Hapa Busi kwanza anawaambia ni wakati ambapo anajua yeye na ulimwengu unaonekana, anasema bye bye, kwa heri. Sasa atajielekeza kwenye mlima huo mudongoma mindima elomba, yani mlima wa roho za mbinguni. Huu mlima upo hadi muda huu katika hali inayoonekana. Atapanda, ni yeye anayeelezea hii. Ndipo atasema shetani mudima bobe rombai akaja mara moja karibu na mudongoma mindima elomba, mlima wa roho za mbinguni, ili kunizuia mimi Busi, Ndugu zangu, katika kipindi hicho, huyu tunayeongea kuhusiana na Busi alikuwa tayari ameshakuwa na hali ya kiroho, yani alikuwa ni kiumbe tayari cha kiroho, tuseme ni kama vile roho waagizo kula vitu kwa wakati huu maana si alifanywa kuwa Mungu kama gizo anavyosema mbele ya Farao yani ni kiumbe cha kiroho. Sasa twende polepole, mtaenda kuona mambo ambayo ni ya kutisha kidogo katika mambo ya kiroho. Shetani mudima bobe akaja mara moja karibu na mudongoma mindima elomba, akaja karibu ili kunizuia mimi Busi. Alafu anasema huu ulikuwa ni mwonekano wa 6 wa shetani katika uhalisia wa hali inayoonekana katika lengo la kumzuia mtu wa ndani. Busi hapa kama jinsi nilivyosema, alikuwa tayari kiumbe cha juu, tayari, kwa sababu ameshakuwa katika hali ya kufanya nini? Ya kuenda Busi anafunua, anatuambia lengo kabisa la shetani mudima bobe kutaka kumzuia yeye Busi ni kwa ajili ya kumzuia yeye Busi mtu wa ndani, yani mtu wake wa ndani. Na mtu wake wa ndani ni nani? Kumzuia. Kwa nini amzuie? Ili aende naye wapi? Ili afanye kitu gani? Mtu wa ndani ni nani? Kwa sababu ili kwamba upate kunyakuliwa, hautakuwa tena na mwili huu, yani utakuwa tayari ni mtu wako wa ndani ndiye atakaye kuwepo tayari ili apate kufanya nini? Kunyakuliwa. Sasa huyo mtu wa ndani huyo ambaye tayari ameshajizirisha ndiye anayetaka kumzuia. No, hapa utoke, hapa auendi. Kwa nini? Tutawaelezea. Ndio maana kitabu cha Demonolojia sura yake ya 1 mstari wa 921 inasema kuonekana kwa 6 kwa shetani katika uhalisia unaoonekana ulikuwa wakati wa kuondoka kwa Busi mwenye nguvu. Ndio haya hata demonolojia naye pia, huu ni mwonekano wa 6 wa shetani mlima bobe kujizirisha katika hali hii inayoonekana. Wanahesabu sio kila wakati ambapo shetani mlima bobe atakuja. Ndio maana watu sijui wako wapi. Shetani toka hata mtokea kila mmoja aiza kila wakati. No, kuna utaratibu ambao upo. Sasa tutaenda kuangalia mtu wa ndani ni nani. Ndio hicho kipengele cha 4, mtu wa ndani. Mtu wa ndani ni nani? Kudumanemula sura yake 29 mstari wa 28 inasema hivi:
tangu mwanzo wa uwepo wa mtu. Shetani mudima bobe, roho mbaya, alishikamana kumng'oa mtu wa ndani kutoka kwa sheria ya neno la lugha. Hakusimama katika ukweli kwa sababu hamna ukweli ndani yake. Kwa hiyo moto mwenyewe kama moto kabla ya anguko, yeye alikuwa mtu wa ndani. Sikilizeni kwa makini. Wakati alipokuwa katika monda mamunyenge, yani bustani ya Edeni, yeye moto alikuwa ni nafsi hai, na tunajua kwamba hata nafsi pia ni mwili wa kiroho pia. Mwelewe vizuri, hata nafsi pia ni mwili wa kiroho. Kwa hiyo alikuwa ni nafsi hai, alikuwa mtu wa ndani. Kwa hiyo mtu wa ndani ni yule aliye ndani. Na huyo mtu wa ndani ni nani? Ni nani mtu wa ndani? Sasa atakapoona bosi akiwa katika hali inayoonekana bosi amefanya mambo ya ajabu, kwa msaada wa nini? Alifanya mambo ya ajabu, ndugu zangu, hapa hatuwezi tukabishana. Kupitia uaminifu wake, kupitia namna alivyotembea kulingana na ukweli, alifanya mambo ya ajabu. Na jina la busi maana yake ni kutoka, ndio busi, kutoka, ndio jina la busi. Na hapa anatoka ili aende. Sasa wakati anapotoka, ni nini amekiacha nyuma? Hiki ndio shetani mlima ubaya anaanza kutazama. Busi ametoka ili aende wapi, na ameacha nini huko nyuma? Busi aliacha sheria, busi aliacha maagizo, busi aliacha amri, busi aliacha mahonyo, kuonyesha watu unatakiwa kutembea hivi ili mpate kuwa watu wa ndani, hapana watu wa nje. Mnatakiwa kuwa watu wa ndani. Hayo mambo ya shetani mlima bobe, kutaka kuzuia aweza kufanya mambo kama hayo, ni kawaida yake, anavyotaka kila wakati kufanya. Ndio maana hata tunapoenda katika kitabu cha Esombe sura yake ya 7 mstari wa 7 inasema namna gani? Kwani hapendezwi na sheria ya neno la lugha kulingana na mtu wa ndani, kuna mabano, roho. Yaani mtu wa ndani ni roho na mtu wa ndani ni roho yako wewe kaka yangu mimi, roho yako wewe dada, yaani ndio mtu wa ndani. Kwa sababu wanasikia sheria za baba zao walioanguka, ni kusema yabamu luluma bungulani, malaika walioanguka, kwa utaratibu wa tatu katika ufahamu wao, ambayo inapigana zidi ya sheria ya maadili, na ambayo inawafanya mateka wa sheria ya dhambi, ambayo kwa asili iko katika fahamu yao. Hapo wanaongelea kuhusiana na wazungu na damu mchanganyiko. Kwa hiyo lengo la shetani mlima bobe ni kumshika huyu mtu wa ndani, yaani mtu wetu wa ndani, kwa sababu akishika mtu wa ndani basi umeisha, yaani umemalizika. Sasa huyu mtu wa ndani tayari ameshakuwa nje, ingawa yeye ni mtu wa ndani, lakini pamoja na hilo yeye anapenda kushika, kumzuia huyu mtu wa ndani ili asipate nini? Ili asipae, asiende. Hapa tunaongelea shetani mlima bobe. Ndio mtamwona shetani mlima bobe kwa namna nyingine tofauti na gisi watu wanavyotueleza. Kama shetani unafikiri kwa jina la Yesu toka, hilo jina ndio litamfukuza shetani? N'importe quoi. Twende pole pole. Shetani yeye aliona kwamba bosi ameshakuwa ni roho tayari kamili kabisa, roho kamili, anataka sio kuruka kupaa anataka kupaa. Na kitendo cha bosi kuwa roho ina maana kwamba yeye ameacha mafundisho, ameacha amri, ameacha sheria, kazi nilivyosema, aliacha nyuma kwa watu. Na wale watu ambao amewaachia hizo sheria, nao pia lazima wafuate, si ndio? Ili kwamba nao pia wawe kamili kama yeye bosi alivyokuwa kwa wakati huu kamili. Kwa hiyo mambo yataendelea kama kawaida. Shetani alielewa hilo, ndio maana anataka sasa kumzuia bosi
ili kumfanya asinyakuliwe. uh, kwamba lazima abaki, asiende. Sasa ili kwamba amzuie, atafanya kitu gani? Ha. Kwa sababu tayari tunajua kwamba ruhusa agizo kula vitu si watakuwepo nini, atamzuia na megasi pole pole. Huyu ni shetani mlima bobe, twende pole pole. Sasa muda huo, wakati huo, kitu ambacho alikuwa analenga kwa bosi ni kwamba bosi akasirike apandwe na hasira, na labda anaweza katamka kitu ambacho kiko namna gani, na ikiwa ataingia katika hasira kwa mfano ya namna hiyo, na labda akaongea kitu ambacho kiko tofauti kwa sababu ya kwa nini unapenda kunizuia, mambo kama hayo, hapo hapo tayari ule mtu wa ndani atarudi na ule mtu wa nje tena anatoka, na hapo hawezi akanyakuliwa tena. Mnaelewa hili? Ile ndio jambo ambalo shetani mlima bube halitaka kufanya, ili kwamba busi aongee ili busi azungumze, ili ankwaze kabisa busi na asipae, arudi tena katika mwili wake. Na ikiwa yeye hata paa, ina maana kwamba wote ambao ameacha nini nyuma, aza wengine wote, itakuwa ni vigumu nao pia kuendelea. Huyu ni shetani mlima bube tunayoongelea, ndugu zangu. Sasa kwa nini sasa bosi ambaye tayari wakati huo alishakuwa roho kamili kabisa, kwa nini asiwezi kujitetea kikawaida? Kwa nini sio yeye mwenyewe ambaye atajitetea, bali ilitakiwa Mene ambaye wataita Mikaeli aje kuingilia kati? Kwa nini? Kwa sababu wapendwa, kuna kanuni tusioijua sisi, kuna utaratibu tusioujua sisi. Maana hata katika Biblia za kisasa imeandikwa kwamba atokaye juu ni mkuu kuliko aliye chini. Muelewe hilo jambo. Maana yake ni kwamba shetani mlima bobe, roho mbaya, kabla ya kuwa shetani mlima bobe, yeye anatoka katika gizo kula vitu, ni roho. Na nyote mnajua roho iliyohumbwa kwa udhihirisho wa mapenzi ya Luba tete iko kamili, lakini baadaye akaanguka, bali anabaki kiumbe cha kiroho. Hilo mlielewe vizuri. Sasa hata kama alianguka, na kweli alianguka, mimi, wewe, dada yangu, kaka yangu, hata tuwe na aina gani ya uweza wa kiroho hadi kwenye levo ya mwisho katika hali inayoonekana hauwezi, siwezi ana kwa ana kiroho kupambana na shetani mlima bube. Hilo haliwezekani na haiwezi kutokea. Utaanza namna gani? Sikilizeni kwa makini. Yaani hata uwe na levo ya namna gani ya kiroho katika hali inayoonekana kwamba hivi na shetani live kiroho, utaanzia wapi? Anakumaliza. Hata kumaliza hilo neno ni rahisi kuongea, kwa sababu haiwezekani tu watu waelewe shetani na shetani, watu waelewe vizuri hichi kiumbe ni kiumbe cha namna gani. Kupambana na demon, hiyo tunaweza, hilo halina tatizo, hilo hakuna tatizo. Malaika walioanguka, utaanza namna gani? Utapambana na malaika alianguka namna gani? Ndio hapo watu waelewe vizuri. Hata ndani ya Biblia za kisasa, msome vizuri, mwangalie, wanasema kwamba mpingeni ibilisi. Kumpinga naye atawakimbia. Hapana, mupige ibilisi. Utampiga na kitu gani? Utaanza namna gani? Kwa hiyo kuhusiana na imani ulio na, ndio utampinga ili apate kukimbia, sio kumpiga. Hauwezi. Imani ulilo nalo, uaminifu, namna unavyotembea kulingana na ukweli, hicho ndio kitu ambacho kitasababisha shetani mlima bobe asikuweze, asikuguse. Lakini kupigana na shetani mlima bobe, ndio maana utakuta hao wanaofanya comedy ndani ya dini zao wanakunja kabisa, shetani yuko wapi? Wanachukua nini, fimbo. Huyu shetani unayefikiri yeye ana kimo chako kwanza? Wengine tamkaba kwenye kolomeo. Kolomeo ya shetani. Kwa hiyo mkono wako unaweza ukaenea kwenye shingo ya ndani ya shetani
Yaani watu wanafikiri kwamba ni kiumbe tu cha kimwili ambacho anakiona mwenzake yuko pale ndio anaangalia namna gani atampiga. No, hichi haya ni mambo mengine tofauti. Kwa hiyo inashangaza kuona kwa wakati huu walio wengi wako pale kwamba namfunga shetani, nampeleka kwenye sijui mahali ambapo pako kame. Unamfunga namna gani na kamba gani? Kamba ambazo unafungia nguruwe aza mbuzi ndio utamfunga shetani? Kamba ipi ambayo utamfunga shetani nayo? Na utampeleka namna gani? Utamnyanyua ili kumpeleka, itakuwa namna gani? Sasa ni kwa imani tu unasema hivi na ameshafungwa? Lazima uone kamba yenyewe ambayo amemfunga. Watu wasiongee mambo kwa sababu ya kuongea tu, lazima wajue ukweli uko namna gani. Sasa huyu tunaongelea hapo ni shetani mlima Bobi. Ndio maana kama jinsi tulivyosoma ndani ya Biblia za kisasa ni kwamba Wakristo hao wanaoitwa Wakristo, wanaojiita kwamba ni Wakristo, wanaelezwa kwamba wampinge shetani kwa sababu ni kulingana na imani walio nayo, ili kwamba shetani apate kuwakimbia, lakini hawawezi wakapigana na shetani kiroho hata mmoja. Kumbukeni pia hata Paulo mwenyewe, ikiwa sijakosea, Paulo imeandikwa, sijui kama alikuwa anapigwa vibao na malaika walianguka, alipigwa. Mnaweza mkasoma, nafikiri ikiwa sijakosea, kama sio Paulo, kama ni mtu mwingine alikuwa anapigwa. Sasa munieleze alifanya namna gani? Alirudisha? Aliambiwa kwamba aliomba mara 3 kuomba ili kwamba huyo malaika amtoke, aondoke. Ndivyo alivyofanya. Alitakiwa kuomba mara 3. Kumbukeni pia wakati huyu anayeita Yesu alipojaribiwa na shetani mlima Bobe, shetani hakumnyanyua, akampeleka hadi juu, akamwambia angalia haya yote haya, upige magoti unishuhudu, mtakupatia. Kwa nini huyu Yesu hakuchukua kitu akampiga pum? Kwa nini hakumpiga kiroho? Mlisikia kwamba alipambana na shetani akapigana naye? No, alijitetea tu kwa sheria. Imeandikwa imeandikwa meni hicho tu, na akatoka. Mlisikia kwamba alipigana naye? Alimpiga? Haiwezekani, kwa sababu alikuwa kimwili, alikuwa katika mwili, katika hali inayoonekana. Hawezi kupambana naye kwamba waende katika vita vya kiroho wapigane. No, ni sheria, ni amri ndio atakayoongea. Ule ukweli ndio utakuwa ni ngao, na atakimbia kabisa. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho tunatakiwa kuelewa kuhusiana na shetani mlima Bobe. Ndugu zangu, hapa hatuko katika Mungu ameniambia, hapa tuko katika uhalisia halisi kabisa wa kiroho, kujua mambo yalivyo, kuweka kila kitu nafasi yake. Kwa hiyo Sango alieleza hayo, alionyeshwa haya yote ambayo alitendeka, kwa sababu kiumbe tunachokiongelea huyu shetani mlima Bobe, kaka zangu, dada zangu, ni roho iliyoanguka kweli, lakini anabaki ni roho, ni roho kabisa. Na angalia sisi, wakati jua linapopiga kabisa, sijui masaa 6 hivi, jua kabisa kali, tunaungua, wengine unajihisi hata niingie ni. Sasa unaelezwa shetani mlima Bobe anaweza akaingia hata ndani ya jua anaweza kuingia ndani ya jua. Shetani mlima Bobe akisi tuko hapa, hata nani inatusumbua. Sasa yeye anaweza hata kuingia hata katika jua na lisimfanye kitu chochote. Huyu ndio tunaongelea hapa. Sasa Mene ambaye ni wanaita malaika Mikaeli, yeye anajua hayo yote, anajua huyu shetani mlima Bobe ni namna gani. Ndio maana ni yeye mwenyewe Mene atakuja kumpinga shetani. Busi hana haja ya kuongea, hana haja ya kuzungumza, kwa sababu anajua kwamba haijalishi uwezo ambao Busi atakuwa nao wa kiroho, hata amekuwa ni roho yenyewe tuseme, hawezi kupambana na shetani mlima Bobe. Ndani ya Biblia za kisasa kuna malaika ambaye alimjia Danieli. Wanawambia kwamba alimjia Danieli, lakini akamweleza kwamba mnajua mimi wakati nilipokuja, lakini unajua kwamba nimeshikwa siku 21. Alikuwa ameshikwa muda wa siku 21 na nani? Wanasema mfalme wa Persia. Sehemu zingine ni malaika walioanguka ndio waliokuwa wamemshika. Kiumbe ambacho kinatoka katika ulimwengu wa kiroho kwa Mungu, hakina dhambi, hakina chochote, kinakuja kumpatia taarifa, kumpatia majibu. Lakini shetani tuseme malaika walioanguka
wakaweza yani kumzuia kwa muda wa siku 21. Imeandikwa ndani ya Biblia za kisasa. Na ilitakiwa tena nani? Huyu Mikaeli tena aje tena kumsaidia ili apate kutoka hapo na kuja kumwambia nani? Daniel. Na akamwambia kwamba na hapa nitakaporudi tena kuna kikosi kingine chao kitakuja tena ili Sasa hapa tunaongelea ni kiumbe cha kiroho ambacho kinatoka katika ulimwengu wa kiroho. Nani? Malaika walioanguka bado waliweza kumfanyia hivi. Sasa sisi inakuwaje? Ndio maana sisi tunatakiwa kuwa na kutembea kulingana na ukweli, sheria. Hichi ndio kitu ambacho kitatulinda zaidi sana. Kwa hiyo watu wataongea mambo mengi, hawajui kwamba ni shetani mlima bobe ndiye wanayeabudu bila hata wao kujua. Maana kitu ambacho tunatakiwa kuelewa ni kwamba shetani mlima bobe aliweka demons mbele na kuambia kwamba wewe utakuwa Mungu katika sehemu hiyo papa. Sasa mimi nitakuwa nani? Mpinzani. Okay, hizo ni deal tu, lakini watakapo waabudu nyinyi, yani hayo maabudu yatanirejea kwangu mimi. Hiyo ndio system ambayo shetani alipanga. Na tena naweka demon, tena si demon ya kwanza za ya pili za ya tatu hadi ya nne, ni demon ambazo ni ndogo kabisa. Na anaposema ndogo, ingawa ni kubwa kwa zingine, ndio hizo ambazo watu wanaabudu katika dunia hii, kwamba ni Mungu wao alafu wanampinga shetani, na ni shetani mwenyewe ndio ameweka hizo demon ili apate kuabudiwa yeye kupitia hizo demon. Watu hawana taarifa. Na ingekuwa kwamba ni shetani mwenyewe ndio amejiweka sasa kuwa huyo Mungu, ingekuwa namna gani? No, hakufanya huo utaratibu yeye, hakutaka hivi. Shetani mlima bobe aliangusha ndoa ya kwanza, aliangusha mto, na mto akajitoa kwa ajili ya mke wake. Aliona gisi dunia ilivyo humu, staarabu zilipita, anaona kila kitu. Sasa wakati huu mtu ambaye ana nywele bandia mkichwa anaenda sijui kanisani, anaenda kusema kwamba ataenda kufukuza dimo, mapepo yatoke, shetani to. Huyu shetani unayesema ni nani? Sisi tuko katika ukweli. Uko katika ukweli? Ukweli upi? Yesu ni Bwana. Nani alikwambia? Ndivyo baba na mama walivyojifunza na wakatupandisha, wakatufundisha, na sisi tumeona kwamba kweli ni ukweli. Hivyo tu shetani hatuwezi. Hawawezi namna gani? Ni yeye ndiye ambaye mnaweza kumwabudu bila hata nyinyi kujua. Watu wanafikiri kwamba shetani mwenyewe ubedi mtoto hasa demons, kwamba labda hazina akili hata tufanye hivi tu watu wanafanya mzaa na mambo ya kiroho unafanya mambo yako ya ajabu ajabu huko kwa sababu unaenda kanisani, kwamba tayari shetani hawezi akakuweza kitu chochote. Tuachane na swala la shetani kwanza. Demons zenyewe za daraja tena ya chini sana. Ndio maana tunaenda katika kitabu cha jamii na aina mbalimbali za demons za kiume na za kike. Hicho ni kitabu chao, sura yake ya pili mstari wa 38 nasema, tangu mwanzo wa uwepo wa mtu kuna mabano moto katika hali inayoonekana, tunafunga mabano, shetani mudima bobe roho mbaya alishikamana kumng'oa mtu wa ndani kutoka kwa sheria ya neno la lugha. Hakusimama katika ukweli kwa sababu hamna ukweli ndani yake. Hata pia kitabu nacho pia kinazungumzia yale ambayo tuliyowaonyesha. Lengo la shetani mudima bobe ni kumshika mtu wa ndani ambaye ni roho yangu, ni roho yako, ili kwamba isitende kile ambacho kinatakiwa kutendeka. Ndio maana kipengele cha 5 ni kuingilia kati sasa kwa mene sasa ataingilia kati kama kitu ilivyosema. Kitabu cha Biala sura yake ya 19 mstari wa 3 inasema, akatokea mene mwenye nguvu na kumpinga shetani. Nasema kumpinga, sio kumpiga kumpinga shetani mudima bobe roho mbaya kuhusu busi, na kumwambia nabii nabii, yani kimya. Wakati huo mimi busi nilimwona mudima bi, yani roho wa kimya. Yani busi
wakati ambapo mene alipokuja na akamwambia shetani mlima bobe kwamba kimya, busi aliona pale karibu roho wa kimya yuko pale tayari. Maana shetani itaka kumshika busi, mtu wa ndani, busi amshike sawa. Na shetani kama gisi Mreda alivyosema, akikushika, yani akishika mtu wa ndani, inaisha, inamalizika kabisa. Ndani ya Biblia za kisasa wanawambia katika chakula cha mwisho kabisa cha huyu wanaita Yesu, anakula na wanafunzi wake, yeye ni mkate tu, anakula. Wanawambia kwamba shetani mudima bobero mba alikuja na kumwingia nani? Yuda Iskarioti, wakati Yesu yuko hapo hapo. Na kikawaida sehemu ambapo huyu Yesu atakapokuwa kikawaida kinatakiwa kuwa nani? Mtakatifu, si ndio ndugu zangu? Kwa sababu wanasema yeye ni mtakatifu kikawaida, na ikiwa yeye ni mtakatifu, shetani amekuja na kumwingia Yuda Iskarioti na Yesu yuko pale. Yesu yuko hapo, shetani akaingia ndani ya nani? Ya Yuda Iskarioti. Kwa sababu mnaweza mkakumbuka kuna kipindi fulani ambapo Musa alipanda mlimani, katika mlima Sinai. Mungu akaona Musa kwamba anasonga, akamwambia stop. Akamwambia Musa, no, hapo hauwezi ukaendelea tena, toa viatu vyako, maana mahali ambapo umefika hapa ni patakatifu. Toa viatu vyako. Sasa viatu vya Musa vitawakilisha kitu gani? Hawa wanajiita wachungaji hawawezi wakajua chochote. Lakini unaposoma katika kitabu cha huyu wanayeita sijui Paulo za nani kuhusiana na silaha za Mkristo au za mtu ambaye anaamini, watawaambia kwamba viatu kiroho vitawakilisha, yani kupeleka injili ya amani, kupeleka habari njema, ndio maana ya viatu. Kwa hiyo wakati ambapo huyu Yehova Elohim El Shaddai alipomwambia kwamba asimame hapo na atoe viatu vyake, ni kwa sababu Musa alikuwa tayari ameshavaa viatu vingine, na hivyo viatu vya Musa ambavyo alikuwa amevaa vilikuwa viatu ambavyo si vya amani tena, kwa sababu alikuwa katika kukimbia. Sikilizeni kwa makini, huu ni ufunuo ambao mzaliwa pili ametoa. Wenyewe hawezi wakajua kwa nini hivi. Kwa hiyo alikuwa na viatu vingine vya woga, vya mkanganyiko. Ndio maana Yehova Elohim El Shaddai akamwambia, ondoa ujumbe huo ulio nao ambao sio ujumbe mzuri, mimi nitakupa ujumbe mwingine, nitakupatia viatu vingine ambavyo havina woga ndani yake, si viatu vya woga, haya mambo mengi. Sasa tunaporejea kwenye historia ambapo shetani mlima Bobeli alipuja bana akaingia ndani ya Yuda Iskariote, mbona wanasema kwamba Yesu ni Mungu? Ikiwa Yesu ni Mungu na Mungu anapokuwa sehemu fulani, hiyo sehemu lazima itakuwa takatifu. Sasa namna gani kiumbe ambacho ni kiovu kinakuja kuingia tu na wewe uko pale ambaye kimeanza namna gani wewe ambaye ni Mungu? Ndio maana kitabu cha Biala sura yake ya 19, Biala ambaye tu ni Kumbukumbu la Torati 19:3 inasema, akatokea mene, kwa sababu mene ataingilia kati sasa mwenyewe mwenye nguvu na kumpinga shetani mudima bobero mbaya kuhusu busi na kumwambia napi, yani kimya, napi. Wakati huo mimi busi nilimwona mudima pi, yani roho wa kimya. Kwa hiyo sasa ndipo nilivyosema, mene anaposema kimya, yani anambloku shetani, kumblock chip. Yani anasimamisha mpaka hawezi chochote, napi, kimya. Ndio maana nikasema kuna mtu unaweza kumwambia kimya na anaendelea kuongea tu, kimya, anaendelea kuongea, lakini anapomwambia kimya, yani hawezi akafanya chochote, ni anamblock. Na ndio maana nani busi naye pia aliona roho wa kimya yuko pale. Hapa hakuna chochote ambacho anaweza kufanya tena, kimya ni kimya. Kwa hiyo sio mara ya kwanza mene ambayo taita Mikaeli kuingilia kati katika mambo kadhaa katika hali hii inayoonekana. Aliwahi tena kufanya mambo kama hayo katika kipindi kingine. Ndio maana katika kitabu cha Wumse
ambayo wataita yeye Nuhu, sura yake ya kwanza mstari wa 123 hadi 129 inasema, muda fulani baadaye Mene alijidhihirisha katika hali inayoonekana kumchukua Kinyebwame. Ni wakati ambapo Kinyebwame alipozaliwa. Nyote mnajua historia, tumeshawahi kuongea. Kinyebwame ndiye watakayeita Melkisedeki, mfalme wa Salemu. Alipozaliwa alizaliwa kimiujiza. Nyote mnajua namna gani alivyozaliwa kimiujiza, lakini alizaliwa kipindi hicho ambacho Wanefili walikuwa tayari wameshakuwa katika hali inayoonekana, na muda huo kunakuwa sasa mpangilio wa gharika ipate kutokea. Sasa Kinyebwami jinsi alivyozaliwa nyote mnajua, kimiujiza. Amezaliwa na tayari yeye ametoka, yani unaposema amezaliwa, yani alitoka tumboni mwa mama yake, mama ameisha fariki, yeye akatoka. Ingawa tunajua kwamba nyuma kuna roho za giza, kula vitu ambao wako pale. Mtoto ametoka na anaanza kumsifu, kumtukuza Loba. Ndio hiyo hadithi yake wataichukua, wataweka Kiriku. Bon, alipozaliwa moja kwa moja baba, kwa sababu baba wa Kinyebwame wa kimwili, lakini tuseme yani baba mlezi, tuseme mlezi kwa sababu alizaliwa kimiujiza. Yeye ndio alikuwa kaka yake ya Wumsi, yeye ndio alikuwa kaka yake ya Nuhu. Walewe vizuri hapo. Sasa akaingia na woga kusema kwamba huyu mtoto wa namna hii ambaye tumemzaa kwa wakati huu, na hawa Wanefili ambao wana tabia za ajabu ambazo wanazihirisha, tutamficha wapi huyu mtoto? Ndipo akamwomba Loba kupitia neno lake, na kaka yetu Mutatiji akamtokea akamwambia, usijali tutashughulika naye, sisi ndio tunajua namna gani amezaliwa na sisi wenyewe ndio tutamchunga. Ndipo akamtuma sasa Mene ili aje kumchukua mtoto na kumpeleka wapi? Muda fulani baadaye Mene alijidhihirisha katika hali inayoonekana kumchukua Kinyebwame ili kumweka na kumchunga kwa muda unaojulikana na roho za giza kula vitu katika monda mamunyenge, yani bustani ya Eden, ya hali isiyoonekana ya hali inayoonekana, yani astrali. Kwa hiyo Mene alikuja kumchukua Kinyebwame na kumwingiza katika bustani ya Edeni, ambapo moto na mtu walikuwepo pale, ambapo walifukuzwa nani, Kinyebwame alichukuliwa na kuwekwa humo. Alikaa humo, gharika ilitokea, anaona kila kitu alizungumza na masangwa ngungwa ngando ikokota ngungwa ngando, aliongea nao. Haya yote yapo ndani ya Biblia Karatamba. Wanefili wasingefanya kitu chochote. Sasa huyu watakayehita kwamba ni Melkisedeki ndani ya Biblia zao za kisasa, watawaambia kwamba yeye hana mwanzo, hana mwisho, hana baba, hana mama, hana ukoo, hana wazazi. Ndio maana yake, yaani anafananishwa na mwana wa Mungu, mwana wa mtu, kwamba anafananishwa na Yesu. Uongo mtupu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ana mwanzo, iwe katika ulimwengu wa kiroho, iwe katika dunia. Ndani ya Biblia za kisasa Yesu ana mwanzo, alizaliwa, ana mama hawa walitushika kweli kweli akili zetu. Ana mama, alizaliwa, yani aliumbwa, mambo yote. Lakini huyu Melkisedeki wanasema hana baba, hana mama, hana mwanzo, hana mwisho. Sasa mtamfananisha namna gani na huyu Yesu wetu? Watamfananisha namna gani na huyu Yesu? Sasa ikiwa Melkisedeki hana mwanzo, hana mwisho, na Mungu ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, ina maana kwamba hata Melkisedeki anamzidi Mungu. Kwa nini wanamwabudu Mungu? Angalie, wangemwabudu hata nani? Melkisedeki, kwa sababu yeye hana mwanzo, hana mwisho. Mungu ni Alfa na Omega, yani mwanzo na mwisho. Melkisedeki hana mwanzo, ni mwisho, anamzidi Mungu kikawaida, kulingana na Biblia za kisasa, sio mimi. Kwa hiyo huyu ambaye ni Kinyebwame wataita Melkisedeki atapelekwa ili kufichwa katika bustani ya Eden. Sasa ataelezea sasa kwa nini hayo, kama jinsi nilivyosema, kwa nini yachukuliwe na hayo. Kwa maana wakati tayari unakaribia ambapo uharibifu mkuu, hapo ndio gharika itakuja, na kabla ya hapo demoni zitangamizwa miili yao, utaachiliwa juu ya dunia. Yani uharibifu mkuu utaachiliwa juu ya dunia. Kila kilichomo katika ardhi kitangamia isipokuwa idadi moja tu, na jamii ya Wehusi itarejeshwa kwa wakati unaojulikana.
Loba, msikilize haya mambo kuhusiana na watu weusi. Mambo yanayotokea watu weusi katika kipindi hiki, tuko katika unabii tu, tuko katika unabii, lakini watu wanatakiwa kurejea katika uhalisia wao. Na Mene akaharakisha kujizirisha, kuna mabano, katika wakati uliopita ambao ni wakati uliopo kwangu, katika hali inayoonekana kwa kusonga angani usiku. Mimi Wele, ndio huyu kaka yake ya Umsinu, anaitwa kwa jina la Wele. Nilikuwa nimelala fofofo, yaani usingizi kabisa mzito kwenye kitanda changu. Wao anapenda kuambia kwamba hakuwa analala chini kama kisa wanavyokuja kuonyesha hao watu weusi walikuwa ni wajinga, hawana chochote, sijui wanalala kwenye virago nini. No, anakuambia kwenye kitanda chake. Wakati Mene aliponitokea akaniambia, nirudishie mtoto uliyekabidhiwa. Mimi Wele nilikuwa na wasiwasi. Wasiwasi namna gani? Wewe mwenyewe umeenda kuomba Mutateji kwamba mtoto itakuwa namna gani? Mutateji akakwambia kwamba usijali sasa Mene amekuja tena, unapomuona tena unaogopa. Ni kawaida, natakiwa kuwa na wasiwasi. Ataeleza kwa nini aliingia katika wasiwasi, ataongea. Kisha nikajua kwamba alikuwa ni Mene ambaye alikuwa ametangazwa kwangu na Mutateji, ambaye alikuwa amenitokea usiku katika ono. Kwa wakati huu mimi Wele najisemeza, akajisemeza mwenyewe. Je, hichi ndio kitu ambacho alifanya kwamba alikuwa na wasiwasi? Je, wanefili wamejulishwa kuwepo kwa mtoto? Kwa maana kuna mabano, ufahamu wa moyo wa wanefili umepotoka. Hichi ndio kitu ambacho alikuwa na wasiwasi. Yani wamejua. Mimi Wele nikamjibu Mene nikisema, namshukuru Mutateji ambaye amekutuma kwangu leo, na sasa mchukue mtoto na umfanyie kila kitu ambacho umeamrishwa. Ndipo Mene akamchukua mtoto na kuingia naye katika Mondama Munyenge, yani bustani ya Eden. Alifanya namna gani? Kutoka kimwili na kuingia, alifanya namna gani? Ndugu zangu, lazima aweze akaingia na mwili wake. Ina maana kwamba kinye bwana mwili wake huwa nani utabadilika, yani mtu wake sio mtu wa ndani zaidi, lakini ni nafsi yake ndio itatoka ili kuingia katika ulimwengu wa nafsi. Mwili unaingia ndani na roho iko ndani pia, lakini ni katika ulimwengu wa nafsi, ni nafsi ndio itakayokuwa pale. Hicho ndio kitu ambacho tunatakiwa kuelewa. Ndio maana kipengele cha 6 ni kuhusu sasa mabadiliko na kunyakuliwa kwa bosi. Sasa huyu atakayeeleza hapa kunyakuliwa kwake ni yeye mwenyewe bosi. Swali itakuja moja kwa moja, alifanya namna gani ili andike? Ikiwa wewe unanyakuliwa tena unaandika kwa namna gani? Utakuwa mbinguni juu, aweza katika agizo kula la vitu, alafu unaanza nilifanya hivyo. Haiwezekani. Ni alifanya namna gani? Alifanya namna gani ili kuandika? Kwa sababu yeye ataandika namna gani alivyo. Utaandika hivyo wakati gani? Aza utamwambia mtu fulani niandikie sasa? No, ni yeye mwenyewe anayeandika. Sasa ataeleza namna gani alivyofanya. Kitabu cha Biara sura ya 19 mstari wa 4 hadi 6 nasema, ghafla roho zenye nguvu zilizoandamana na magari ya moto pamoja na farasi wa moto zilinitokea mimi bosi. Kuna mkato na kama moto, sikilizeni, na kama moto dubise na dabato, mimi pia niliruhusiwa kupenya uhamisho wangu, yaani unyakuo wangu kabla haujafanyika. Maana yake ni nini? Yaani kabla bosi hajanyakuliwa alionyeshwa kila kitu namna atakavyojakuliwa, na hivi anavyoandika kuhusiana na shetani alikuja kupinga, alikuwa tayari ameshaona na ameshaandika kila kitu kabla ya kunyakuliwa. Ndio maana hata dubise kabla ya kunyakuliwa aliandika kwanza kila kitu, kwa sababu alionyeshwa. Kwa hiyo anakuambia kuhusiana na moto, naye pia alifanya dubise dabato, naye pia kabla ya kwenda mnajua kwamba naye pia anyakuliwa. Sasa alionyeshwa kwanza ili kuandika historia yake, akaandika alafu atahacha na anaenda. Kwa hiyo shetani mlimamo anapokuja pale kumpinga, yeye anajua ni nini ambacho kitatendeka. Mene atafanya hivi, atafanya hivi. Ndio maana yuko kimya, babaiki, hana wasiwasi, kwa sababu kila kitu alikuwa tayari ameshaonyeshwa. Ndio maana nawaambia ndugu zangu, kila kitu kimeisha, kila kitu kimeshaisha. Tuko hapa hatujui mwisho wetu, lakini neno likiruhusu kwamba tuonyeshwe kile kitakachokuja huko baadaye, utajua ni nini ambacho kitatokea.
kila kitu tayari kimeisha malizika. Ndio maana hakuna bahati mbaya au bahati no, kila kitu kimeisha, lakini kwetu ni fumbo, ni siri, hatuwezi kujua. Kwa hiyo kabla ya kuondoka alikuwa tayari ameshaandika, kwa sababu alionyeshwa namna gani, na hata mahali ambapo ataenda kukaa alikuwa tayari ameshajua sehemu atakana akina nani katika ulimwengu wa kiroho, katika agizo kula vitu anajua tayari. Atasema na roho zilininyakuwa mimi busi baada ya kubadilika kabisa, kisha nikatoweka, kuna mabano, kutoka katika uhalisia unaonekana, tukafunga mabano pamoja nao katika kimbunga kikubwa na chenye nguvu, kuna mabano. Alikuwa Dibao mwenye nguvu, yani Ofanim ndiyo iliyokuja kumbeba wakanipeleka kwenye moja ya makazi yao alipokuwa Dubise Mutopedamudi pamoja na Moto na Muto, wakiwemo wote walio pamoja nao. Kwa hiyo alienda hadi muda huu ambao tunaongea, huyu tunayehita kwa jina la Busi yuko karibu na Moto, karibu na Muto, karibu na Dubise na wengine wengi ambao hawakutajwa hapo, ambao wako pale, wako sehemu hii wanasubiri. Sio kila mtu ambaye yuko sehemu hiyo hatujasikia kuhusiana na Eyume yuko wapi katika agizo kula vitu, kwa sababu kuna makao mengi, kuna tabaka haya yote, yuko katika inaonekana ameshaona kila kitu kaka. Haya maisha ndio maana mambo ya kiroho hakuna mambo ya surprise sana, ikiwa unatembea kulingana na ukweli. Neno lenyewe roho yako itajua umeokolewa, ndio waweza hapana, na ungali hapa katika hali inayoonekana. Ndio maana unapofariki hapo inajulikana umeokolewa, haiza hapana. Utapita kwenye hukumu, ndio haiza hapana, hivi inajulikana tayari. Lakini Wakristo wanasubiri hukumu, sasa ndio wataambiwa umeokolewa. Kwenye hukumu hakutapita wale ambao waliotembea kulingana na ukweli. Waende kufanya kitu gani kwenye hukumu? Ukifariki vizuri kulingana na ukweli, wameokolewa, basi imeisha. Alafu anaendelea kusema, na roho zilininyakuwa mimi busi baada ya kubadilika kabisa, kisha nikatoweka, yani kutoka katika uhalisia unaoonekana pamoja nao katika kimbunga kikubwa na chenye nguvu, yani alikuwa ni Dibao mwenye nguvu Ofani. Wakanipeleka kwenye moja ya makazi yao alipokuwa Dubise Mutopedamudi pamoja na Moto na Muto, wakiwemo wote walio pamoja nao. Mbali nami busi hapajatokea tena katika bara na hata nje ya bara, wakiwemo miongoni wakuu walioanzishwa, waliowekwa wakfu, walio na uwezo mkubwa wa kiroho, isipokuwa mashahidi wawili kutoka zaidi ya uwepo usio kuwepo, ambao watakuja kukanyaga miguu yao katika dunia hii, ambapo watazaliwa katika kabila la sawa, na wakuu watatu waliowekwa wafu wanaojulikana na roho hiyo, ni kusema Kinyebwame yani Melkisedeki, Pasele yani Nimrod, na Esombewei yani Samson, ambaye atajizirisha wakati wake. Hakuna yeyote isipokuwa wao anayeweza kulinganishwa nami busi katika nguvu na mwinuko wa kiroho. Aloba. No, mnasikia raha yani raha ya ufunuo wakati tupo ndani ya Biblia Karata Mbale, tulijua kweli kweli kulikuwa watatu, lakini hawakututajia. Lakini kwa sasa hivi tumepata ufunuo ndani ya Karata Ndimsi, au watatu wengine, yani kuna nani? Kuna Kinyebwam, kuna Pasele na kuna Esombewei, ambao yeye busi aweza akasema kwamba anawazidi hao mwinuko wa kiroho, lakini wengine wote, na hapo ameanza kwanza na wa kwanza wa pili kutoka uwepo sio kuwepo, hapo aweze akagusia ambao watakuja nao pamoja. Kwa hiyo huu ndio uhalisia wa maandiko. Lakini mimi busi, anaendelea kusema, lakini mimi busi nitajizirisha kwa mkubwa wa wawili, yani ndio nani? Ndio Kisapi, katika wakati wake unaonekana, na nitaandamana na Mutopedamudi, yani nabii wa wakati ujao, anayejulikana kwa jina la Be, ambaye wataita Eliya. Atatoka katika kijiji kitakachoitwa kwa jina la Kwese, yani Chibe, huko Embame. Loba no. Hakika sijui mnajihisi namna gani, yani mambo anayoongea hapa Wumse
Busi anakuambia kwamba atatokea tena, atajizirisha katika wakati mwingine, lakini wakati huo hatakuwa peke yake, ataandamana na nabii mwingine ambaye wakati huo anaongea hajazaliwa hata kijiji ambapo atazaliwa akijatokea. Anakuambia na jina ataitwa Be, ambao wataita Elia. Atakuwa katika kijiji cha Lili cha Kwese, ambao wataita Chibe. Ndio huyo Be de Kwese, aidha Be wa Kwese na uko Embame, kwa sababu Kwese iko katika Embame. Ameshamaliza, atakwambia nitatokea, na ni wakati ambapo walipotokea nani Kudumani Mula. Hayo yote tutayaona. Wakati huu kuna mjadala ya kutosha. Huyu Yesu aliyetokea alikuwa na nani ndio walimtokea? Sijui alikuwa ni nani walimtokea. Alikuwa ni Musa. Alikuwa na Enoki. Sijui alikuwa na nani. Wani wana mkanganyiko zaidi sana kuhusiana na hili swala, lakini hapa ni uhalisia wenyewe. Kwa hiyo sasa, haya ni mambo ambayo Busi ameyaongea. Ndio maana kipengele cha 7 na ndio kipengele cha mwisho ni kutimia kwa unabii sasa ambao yeye aliongea. Ndio maana kitabu cha Wafalme wa Kwanza ni kinye ewo sura yake 17 mstari wa kwanza inasema, wakati huo mimi Be sasa anaongea, mutopeda mundi mwenye asili ya kijiji cha Kwese huko Embame. Mnasikia ndugu zangu, alichokiongea Busi ni hivyo hivyo, na Be anasema na mimi pia kweli, mimi naitwa Be, mimi ni mutopeda mundi, asili yangu ni kijiji cha Kwese, nimetoka huko Embame. Nilikuja kumwambia mfalme Mola, kama vile Loba ninayemtumikia ni zaidi ya aliye hai, hakutakuwa na umande wala mvua katika miaka hii ijayo, isipokuwa niombe. Kwa hiyo alichokiongea Busi hapa tayari kimetimia. Ndio maana tena katika kitabu cha Kudumani Mula sura yake 47 mstari wa 3 nasema, natazama Busi na Be kama roho safi walionekana wakizungumza na Jokisabe kuhusu siri zilizofichwa na ya wapili, ambaye nani? Ni mzaliwa wa pili. Waliongea nini zaidi sana? Ni siri zilizofichwa. Kwa hiyo huu ndio ufunuo uliofichwa wa Yuda sura yake ya 1 mstari wa 9. Loba anaendelea kujitukuza.